ni muhimu sana zile biashara zikatambuliwa. Tunasema biashara, uwekezaji, lakini what biashara, uwekezaji gani? Kuna swala la new investments versus growing investments. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna uwekezaji mpya kabisa ambao unatarajiwa kwenye huu mkumbi. Sasa yule anayekuja anasema nataka kuwekeza kwenye vitu brand new, anakutana na vigezo gani na vikwazo gani? We want mkumbi to address that. Lakini hapo Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye hao new investments kuna foreign investors na domestic investors. Hao foreign investors, domestic investors wanakumbana na mazingira yanayofanana? We don't think so. Alafu Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna kundi la pili, lile la growing investments, ambao mtu ameanza ameemploy wafanyakazi 2, 3, 4, lakini mkumbi hii sasa tunaitarajia kwamba after 5, 6 years aende kwenye medium investor, alafu aende kwenye large investor. Tusimame tuseme sijui tuna watu ambao walianza wakiwa wana kibanda cha kuuza chips, lakini sasa hivi ana chain of restaurants, and then baadaye anakuwa na chain of restaurants Arusha, Moshi, wapi sijui kama mwenyewe atapenda niliseme, lakini miaka 30 iliyopita na rafiki yangu mmoja tulikuwa tunakula hotel moja Dar es Salaam inaitwa Zahir. Yeye alikuwa mpishi pale, anaitwa Salum. Leo ndio owner wa Chef's Pride, lakini yeye alikuwa ni chief cook pale. Akatake a risk, akainvest kwenye Chef's Pride pale Kisutu, akatoka akaenda Kariakoo, akatoka wapi, and now he's holding one of the best restaurants in Dodoma from scratch. Kwa hiyo this is the kind of environment ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu tunasema growing investments, na hii tunataka ifocus zaidi kwenye local investors. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna mambo ambayo tumesema katika haya lazima yaende sambamba. Tuliombwa tuseme tujiaddress kwenye yafuatayo: nini kimekosekana katika hii mkumbi, maboresho gani yawe kwenye maeneo gani ya mkumbi, mkanganyiko na maingiliano, labda kuna mambo gani kwenye mkumbi ambayo sisi tunaona yameingia mkanganyiko na makubaliano. Lakini kama wakuu wa mikoa tuna ushauri gani wa masuala ya sera na sheria. And then Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna sala la nafasi ya sekta binafsi. Kwanza tunaionaje nafasi ya sekta binafsi as a whole katika uchumi wetu wa Tanzania, lakini secondly nafasi ya sekta binafsi katika uboreshaji wa ushirikishwaji wao katika hii lengo tunalokwenda nalo la mkumbi ndani ya dira ya taifa ya 2050. Mheshimiwa Waziri Mkuu, la mwisho ambalo tumejiongeza, tulipewa maeneo 6 ya kwenda kujadili, lakini tukasema sasa sisi wametuambia ndio watekelezaji. Sasa tumesema tujadili mazingira mahususi yetu sisi ya watekelezaji na utekelezaji wa mkumbi huu, kwamba sisi huko site tunakumbana na mambo gani ambayo tungependa Mheshimiwa Waziri Mkuu mkumbi ijielekeze ili iweze kutusaidia sisi kutekeleza majukumu yetu ndani ya mkumbi. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza tukasema kuna kubadilisha human resource culture. Yaani tuna hoja ya kwamba sisi tunataka tukasimamie hii mkumbi, tuna uelewa gani wa nini kinachotakiwa sisi tukafanya. Hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu tumegundua ni shida kwa sana. Haya tunayoyafanya, maamuzi tunayofanya kwa kiasi gani yana affect growth ya biashara katika upana wake wote. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu tukasema uelewa tu wa biashara na uwekezaji na masoko na masuala husika ndani ya sekta ya umma, pamoja na kwamba sisi tunasimamia hayo, lakini ni mdogo sana. Matokeo yake tunafanya mambo ambayo ni very unbusiness activities, actions that were very unbusiness. Moja, kwa mfano hili la urahisi wa kulipa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunajua kwamba anapokuja kwenye swala la kulipa unakumbana na vikwazo, lakini madedi wamesema pale, mfanyabiashara leo wanakuja OSHA, kesho wanakuja Ogesha, kesho kutwa wanakuja sijui NEMKI, sijui wakiandamana hapo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kila mtu anakuja na hawaji siku moja, kila mtu achagua siku yake. Kwa hiyo unaweza kujikuta wiki nzima wewe kama msimamizi wa uzalishaji hujafanya chochote, una address hizi taasisi zote, na zote zikija zina occupy the whole day, which could have taken a different direction.
Lakini nyingine, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambayo tutasema ni very unbusiness actions tunazofanya kwenye sekta yetu za umma, unakuta mfanyabiashara anahitaji approval 6, 5 kashapewa, anakuja mmoja tu anasema na mimi sijaridhika, funga duka. Unafunga duka. Saa nyingine unakuwa na perishable, saa nyingine unakuwa anakuweka kwenye mazingira ambayo hayakusaidii. Sasa hizi vitu vina affect biashara ndogo, lakini ikifika sehemu ambayo unaangalia unasema unataka kuingia kwenye environment hii, yanachangia kuharibu nia yako ya kutaka kuingia kwenye uwekezaji. Mwisho, Waziri Mkuu, tuna swala hili ambalo limesemwa sana la mifumo haisomeki. This is a key factor, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na washukuru walionitangulia kwa kulisema. Saa nyingine mifumo haisemeki, Mheshimiwa Waziri Mkuu, baina ya wizara na mikoa. Alafu saa nyingine mifumo haisomeki sisi wenyewe kwa wenyewe. Popi wameshasema, kwa maana President's Office, privatization, investment, wameshatupa mwongozo. Ikifika kwetu sisi tukishuka chini marasi, unakuta saa nyingine katika utekelezaji wa hizi uwekezaji tunagongana wenyewe kwa wenyewe sisi na walio subordinates wetu kwenye utekelezaji wa yale ambayo serikali inataka. Kwa hiyo tumekubaliana, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwamba tukienda kule lazima ndugu zetu watuelewe tu kwamba tuwe na kitu kimoja kinaitwa labda ofisi ya Regional Business Center. Ikifika pale, imefika, sisi tumepokea, tuna katibu tawala msaidizi wa uwekezaji na viwanda na biashara na nini, yeye akalisimamie kwa niaba ya mkoa, na likifika huko kwenye halmashauri likatengenezewa utaratibu wa utekelezaji, sio utaratibu wa maamuzi. Kuna masuala ya uwekezaji ambayo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kiwango pia cha uwekezaji ambacho lazima lizingatiwe katika hilo. Tumebaini na tunasema small things, hivi vitu vidogo vidogo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ndio vinaleta discomfort kwa mwekezaji na linaleta branding ya kwamba Tanzania bana, Tanzania. Na branding, Mheshimiwa Waziri Mkuu, linakwenda kwa mdomo. Kwa hiyo ikifika sehemu, akija mmoja akikutana na shida, akija wa pili akikutana na shida, akiondoka, mdomo ule unaenda kutuchafua katika sira ya uwekezaji ambayo tunajua Mheshimiwa Rais anatangaza, anakwenda nje ya nchi, anaisemea ndani, kuikuza Tanzania as an investment destination. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika mambo ambayo tumeabaini na tumeyawekea mkazo sana ni uhusiano baina ya serikali kwenye ngazi zetu na siasa, kwa viongozi wa serikali na viongozi wa siasa katika utekelezaji wa miradi hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, is a reality kwamba saa nyingine tukifika huko tunakutana na changamoto katika kazi. Uelewa wa wenzetu saa nyingine unakuwa sio mkubwa sana, na kwa maana hiyo sasa tumekubaliana kwamba tunapokuja kwenye masuala ya biashara na uwekezaji ni vizuri akajulikana kwamba msemaji ni huyu mmoja, alafu tukaitana wenyewe. Lakini ikifika sasa mwekezaji na kwenda kule, alafu kamati ya siasa ya wilaya inasema sisi hatutaki uwekezaji huu, alafu na madiwani nao wanakaa wanasema, na sisi mwenyekiti ameita madiwani, kamati ya fedha inasema hatutaki. Sasa hapo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunasema mwenye maamuzi anakuwa ni RC, lakini hapo sasa na busara tunaomba itumike. Mwekezaji hayupo kwenye nafasi ya kusubiri. He is not in a position to say, wakati nyinyi mnamaliza ubishi wa 8 kati yenu ndio mwenye mamlaka, mimi nasubiri nifanye uwekezaji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumejiuliza sana na tumesema tuangalia demographics za Tanzania. 1961 wa Tanzania milioni 10, Waingereza 10,000. 2025 wa Tanzania milioni 67. 2050 tutakuwa Tanzania milioni ngapi? Tunapoliangalia hilo, nasema Mheshimiwa, dira hii na mkumbi huu inabidi vioane, ili kila mmoja kati yetu sisi ajipange na aseme nafasi yake. Kwa mfano sisi Morogoro leo tuko wa Tanzania milioni 4, lakini inawezekana 2050 tukawa labda wa Tanzania milioni 8. Sasa tunajipangaje kwa demografia hiyo ya Watanzania milioni 8? Ni nini tunachotakiwa, biashara gani tunazotakiwa ku-encourage leo ili in 2050 ziwe supportive ya mkoa wetu? Mheshimiwa Waziri Mkuu, there is an unhealthy conclusion kwamba regulation is unnecessary. Tumesema hapana, regulation ina vitu vingi, lakini ina ukaguzi,
ina udhibiti wa yale tuliokubaliana kwenye sheria inayokuruhusu kuwekeza. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulichosema na tunasema tunahimiza kwamba huu uratibu uende kwa kiwango ambacho haukwazi biashara, lakini haufanyi biashara ikafanyika kwa misingi holela bila vichwa la miguu, watu tunawajifanyie tu mambo yao wenyewe kwa sababu anaitwa mwekezaji. Tumesema hapana, na hilo tunajua serikali kuu mnatukubalia. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, tukasema hivi, hii tuna kitu ambayo lazima tukubaliane, ni anti-investment sentiment. Anti-investment sentiment yani kwamba wengi wetu tuliokuwa huko tuna issue ya kuona uwekezaji una shida kidogo. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba sisi kama mkoa tunavyokwenda huko, tukipata wawekezaji hawa, ni jukumu letu kwenda kutoa darasa kwa huko tunakokwenda site ya uwekezaji huu unahusu nini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, a simple example, wewe unajua ulikuwa waziri wa fedha. 10,000 acres, mtu anakuja anasema nataka kuwekeza $40 million. $40 million is 100 billion shillings. Anakuja sana nataka kuwekeza hapo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, vyovyote takavyokuwa 40% ya hizo 40 billion zitabaki hapo kwenye eneo. Either way, that is a good investment. Sasa wewe unapokataa kwamba uwekezaji huu usije hapa na nini, alternative ni nini? Tunataka ng'ombe wawepo pale na wafugaji wapo pale na nini. Na ukiangalia hivyo ving'ombe wenyewe, ng'ombe hana nyama, hana maziwa, mchungaji hana nyama. Mechoka kama wachezaji wa ile timu nyingine kule wale Jangwani, mechoka. Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa Waziri Mpango, naomba niendelee hapo, naona nimegusa sipo. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunajiuliza hii anti-investment sentiment inatoka wapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakuu wa mikoa tumekubaliana, it is political, it is historical, it is cultural, ina foundations. Sisi wenyewe kama waamuzi wa miradi hii katika kazi zetu, tunapofika sehemu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunafanya maamuzi ya investment, wanasimama viongozi wenzetu kwenye ngazi zetu huko, 75% ya investment inakuwa influence na politics, 25% inakuwa influence na economics. That in itself is a wrong start. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba, na tumesema sisi wenyewe tunaenda kujirekebisha ili tuelewe huu mkumbi na tuangalie kwenye ngazi zetu ni wapi tunapohitaji kufanya mabadiliko makubwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umetoka mfano hapa, kuna mji mmoja Tanzania huko, mkuu wa mkoa, mji wenyewe wote una pharmacy, maduka ya dawa 82. Akaja mwekezaji sijui wa TMDA huo sijui wapi, akaja kufunga maduka 79 katika 82. Mji wenyewe tayari ni mdogo afu hauna dawa. Sasa mnataka nani achukue maamuzi hapo ya kunusuru hali ile ambayo can go from bad to worse? Mheshimiwa, mji huo tena, mji mwingine una ujenzi wa stendi miaka 6. Mkuu wa mkoa anasema nitajenga stendi, wameshafanya makubaliano kwenye RCC. Mwenyekiti wa chama ameita kamati ya siasa mkoa, anasema ukijenga utuone. Tunaenda kumwambia waziri mkuu akija kwamba unatukorofisha hapa. Sasa mtu mwenyewe kajiangalia kaza, muda wangu wenyewe umekuwa mdogo hapa, karibu naondoka. Waziri mkuu akinitimua hapa inakuwaje? Kwa hiyo anamezea tu, na stendi haijengwi, mambo hayaendi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, it is a joint factor hayo, lakini si wenyewe tunaenda kujirekebisha na tunaamini tutayaleta mbele yenu. Lingine Mheshimiwa Waziri Mkuu ni kunyoshana vidole. Sekta binafsi na kawaida ya kutunyosha vidole sekta ya umma, na sisi sekta ya umma tunawanyoshia vidole wao. Tumegundua this is not healthy. It's not healthy at all. Na tunasema Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba sisi huko tuna mandate yetu kama wakuu wa mikoa, kama wenyekiti wa vikao vya uwekezaji na biashara vya mikoa. We are supposed to call all the players in the system na kuwaambia tuna mkumbi hii, tumetoka Dodoma, tuna mkumbi hii, utekelezaji wake unahusu 1, 2, 3, na hilo ndilo tunakusudia kulifanya. Na katika hilo lazima tutengeneze kitu kinaitwa Business Regional Center, ambayo ndiyo maamuzi ya mwisho ya uwekezaji yatakuwa yanafanyika huko, na tunaomba watu wa mkumbi wahusike. Tunashukuru Profesa Kamuzora ametuelewa, lakini wahusike moja kwa moja katika jambo hili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, yamesemwa ya miundombinu,
unayafahamu vizuri: ardhi, umeme, maji, barabara. Lakini kuna jambo lingine, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambalo lazima tuliwekee sura, ni kwamba sisi ni uchumi wa kilimo. We are an agricultural economy. Na katika hilo lengo letu, na mmesemea wakubwa huko na tunakwenda huko, we are going to an agri-industrial economy. Maana yake nini? Mheshimiwa, sisi kama wakuu wa mikoa huko tunasema, tunahimizana kwamba pawe na uwekezaji wa kuondoa hasara za kilimo, post harvest losses, kwa maana ya warehousing na kadhalika na nini, iwe ni sehemu ionekane kama ni uwekezaji wa miundombinu. Mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, uelewa wa uwekezaji. Tumeshasema hii anti investment sentiment bado ni tatizo kubwa. Wananchi wakipewa uwekezaji wanawaona kwamba wawekezaji wote wajanja, wezi tu na nini. Watumishi wa serikali, sisi wenyewe kwenye ofisi zetu tuna shida. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo tunakubaliana, lakini tunasema kabla ya yote tunamwomba Waziri wa Mipango na timu zake tufanye kazi ya maksudi ili Watanzania wajenge, waondoe hii anti investment sentiment, tuende nayo huko mbele. Yako masuala mahususi matatu yafuatayo. La kwanza, tax regime. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumesema hii tax regime kwa wale wawekezaji wadogo ambao wanakusudia, sisi wawekezaji wa ndani, unakwenda China, labda unaleta vifaa vyako, unarudi unakumbana na import duty, custom post charges na nini. 70% ya manunuzi yako yote yanakwenda huko. Unafika sehemu unasema hii bana, hii biashara imenishinda. Kwa sababu akija Mchina kutoka nje, conditions za ufanyaji wake wa kazi ni mepesi kuliko yako. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunasema sisi kule mikoani tunaomba muangalie namna ambavyo hawa biashara ndogo zinaweza zikapungukiwa huko, lakini pia zikawa na mfumo wa flat rate badala ya negotiations kwenye makadirio. Sasa bana, wewe biashara yako ina generate kiasi fulani, 20 million, flat rate 5% au 2%, unalipa hiyo badala ya kuwa na makadirio kwenye tax nani. Hiyo nasema pia tunaamini kwamba ukiwa na hiyo, watu wa madini, Mheshimiwa Shigela alikuwa amelielezea vizuri, wamekwenda na regime hiyo. Wachimbaji wadogo, they are contributing a lot more kuliko ilipokuwa kabla. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hili la huduma za serikali, Mheshimiwa Waziri Mkuu, za kidijitali, tuna mambo mawili matatu. Moja, tunahitaji data bank ya human resource capacity na kuhakikisha kuwa watendaji wetu katika ngazi zote wanaelewa maana ya biashara. Kwa hiyo sisi wenyewe tutakuwa nazo huko data bank za kusema watu wetu wanahusika na masuala ya biashara kwenye halmashauri, kwenye nani, wanajulikana wako wapi. Uwekezaji mkubwa, tunashukuru sana, tunapongeza sana, umefanywa. Sasa hivi yale mambo ya kwenda unakaa foleni kulipa malipo ya serikali, unalipa kwa simu tu na nini, that is an advance kubwa ya malipo ya kidijitali na mifumo ya kidijitali ya serikali. Lakini bado tunabidi tuangalie, Mheshimiwa Waziri Mkuu, pale tunaposema mfumo uko chini alafu unakuwa chini for 5 days 4 days, malipo hayafanyiki, that is a problem ambayo tumewaomba wenzetu wa address huko serikali kuu. Na jumla, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna kitu kinaitwa access to information and technology, na hii ina allow for competition ya products zetu na quality zetu na nini, iwe readily available katika mfumo wa wawekezaji wadogo na wafanyabiashara wadogo ndani ya nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna hii jambo la huduma za kifedha imo ndani. Comments zetu zinasema access to finance, amelizungumza mkuu wa madeni, mwakilishi wa madeni. Lakini it's true kwamba financing bado sisi haijawa friendly to wafanya biashara wadogo. It's more risky ukiwa mfanyabiashara mdogo kufanya biashara kuliko mfanyabiashara mkubwa. Na mabenki na taasisi za fedha zinatuangalia wale wafanya biashara kubwa zaidi. Wafanya biashara wadogo wanaishia kwenye uwezeshaji, empowerment, na saa nyingine ndio maana inabidi waende kwenye hawa wakausha damu na nini. And this is a system that we have to see. Labda tuangalie mifumo ya microfinance kule Bangladesh na wapi, profesa anaijua, na namna ilivyookoa wafanyabiashara wadogo na kuwanyanyua. Hili nasema iwe sehemu ya mkumbi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna swala la data. Tumekubaliana kwamba sisi ni very poor kwenye data. Ndani ya mikoa tunajua, nikikuitia mtakwimu wa mkoa wa Morogoro nikamwambia nipe data fulani za uzalishaji wa ufuta, atasema mambo yake pale.
alafu atatoa uzalishaji wa ufuta labda wilaya ya Morogoro vijijini, nimwite mtakwimu wa Morogoro vijijini, ataniletea data zingine kabisa kwa kitu hicho kimoja kwa mwaka mmoja. Kwa hiyo mheshimiwa, tumesema tunaenda kufanya uwekezaji wa makusudi kwenye misingi ya data, tukijua kwamba bila data hakuna biashara. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tusiondoke tukiwa tumeaminishwa kwamba hawa wawekezaji pia hakuna wawekezaji kanjanja. Kwa hiyo wakuu wa mikoa tumesisitiza kwamba kwenye miradi hii mikubwa, kabla hawa watu hawajatuletea wawekezaji huko kutuambia bana, huyo mwekezaji nenda naye huko, unampa maardhi, unakwenda kwa wananchi, una take risks, kumbe mwekezaji mwenyewe naye ni bomu. Kwa hiyo tumeomba kwamba wawe na vetting nzuri zaidi ya wawekezaji huko, ili sisi tukilibeba huku akituletea mwekezaji katika ngazi ya kitaifa, tunalibeba moja kwa moja bila kuuliza maswali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeamua tunasema kwa kuwa amekuwa kwamba tukiamua kulifanya jambo basi tumekubaliana, na sisi tuna imani na Mheshimiwa Rais, tunamshukuru sana. Tuna imani na Makamu wa Rais Dr. Emmanuel John Nchimbi, tuna imani kubwa sana na wewe Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu. Mkituletea haya maamuzi sisi tunaenda kuyatekeleza. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, unajua tulikuwa hapa miaka 12 iliyopita, kuna mambo yale ya one stop center, unakumbuka, ya mipakani yale, kwenda tunazunguka mule tunaangalia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna bado maeneo mpaka leo zile one stop center mipakani, na juzi umekwenda umeona, mpaka leo miaka 12 13 bado hazija take off. Sasa tunasema Mheshimiwa, this Mkumbi is a very very important thing katika history na state ya Tanzania. Sasa hivi sisi wakuu wa mikoa tunataka tukuhakikishie kwa niaba ya mwenyekiti wangu Martin John Ruben Shigela kwamba mmetutuma sisi, tunaenda kulisimamia, na hili jambo la Mkumbi halitokwamia kwetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana.